Kijana maskini aliyedharauliwa. Juma alizaliwa katika familia ya kimaskini sana kijijini. Wazazi wake walifariki akiwa mdogo. Akalelewa na bibi yake mzee ambaye hakuwa na chochote zaidi ya nyumba ya matope. Watu wa kijiji walimchukulia kama mtu asiye na thamani. Mavazi yake yalikuwa machakavu na mara nyingi alilala njaa. Lakini hakuwa kijana wa kawaida. Alikuwa na akili nyingi na ndoto kubwa kuliko kijiji chote. Ndoto za Juma na dharau za watu. Akiwa na miaka 15, Juma alianza kuuza maandazi sokoni. Alikuwa mchapakazi, lakini bado watu walimcheka. Huyu atakuwa kitu maishani. Walimsema kwa mabaya. Hata watoto wa shule walimdhihaki. Lakini kila siku Juma alipokuwa anahesabu pesa zake za faida, alijua kitu kimoja. Siku moja atawashangaza wote. Safari yake ya kwanza mjini. Siku moja baada ya kuokoa pesa kidogo, Juma aliamua kwenda mjini. Hakuwa na malazi wala marafiki, lakini alikuwa na mpango. Alijua mjini kuna fursa. Aliingia mjini na kuanza kufanya kazi ndogo ndogo, kama kubeba mizigo sokoni na kuuza maji barabarani. Alikuwa na watu waliomtumia vibaya, lakini hakukata tamaa. Mkutano uliobadili maisha yake. Siku moja alipokuwa amechoka na njaa, alimsaidia mzee mmoja kuvuka barabara. Mzee huyo alimtazama na kusema, "Kijana, wengi wanapita hapa, lakini wewe ni tofauti. Unafanya kazi kwa bidii na una heshima." Mzee huyo alimtambulisha kwa Bwana Mwakalinga, mfanyabiashara mkubwa wa viwanda. Alimpa kazi Juma. Ndoto katika ofisi yake ilitimia: kusafisha na kupanga mafaili. Akili ya biashara ya Juma. Juma hakufanya kazi kama mfanyakazi wa kawaida. Alitumia muda wake kusoma ripoti za biashara. Alifuatilia jinsi fedha zilivyotembea. Alianza kuelewa jinsi kampuni zinavyoendeshwa. Baada ya miezi 6, alimfuata Bwana Mwakalinga na kumwambia, "Naweza kusaidia kuongeza faida kwenye kampuni yako." Bwana Mwakalinga alicheka. Lakini akampa nafasi ya kujaribu mawazo yake. Ndani ya mwaka mmoja, Juma alileta mabadiliko makubwa ambayo kampuni hiyo hayakuwahi kuyaona. Mwanzo wa utemi wake kiuchumi. Bwana Mwakalinga aliona kipaji cha Juma na kumwezesha kuanzisha biashara yake ndogo. Juma alianza na duka la rejareja, lakini ndani ya miaka 3 alikuwa na maduka makubwa 4 mjini kabisa. Alianza kuwekeza kwenye kilimo, uchunguzi na hata ujenzi wa majumba. Akatumia maarifa aliyopata ofisini kuunda himaya yake ya biashara. Natosha. Kurejea kijijini, lakini si maskini tena. Baada ya miaka 10, Juma alikuwa tajiri mkubwa, lakini bado kijiji chake kilimuona kama yule yule aliyewahi kuvaa matambara. Alivaa mavazi ya kawaida na kurudi kijijini kwa gari la kawaida. Watu walimcheka wakizani bado ni maskini.
Kushangazwa kwa ghafla. Wakati wa mkutano wa kijiji, wazee walikuwa wakizungumza kuhusu matatizo ya kijiji. Hakukuwa na maji safi, shule ilikuwa na hali mbaya na vijana wengi walikosa ajira. Juma alisimama na kusema, "Nina suluhisho kwa haya yote." Watu wakaanza kumcheka. Wewe ni nani? Na utatusaidia vipi? Akatabasamu na kutoa bunda la mamilioni shilingi kwa ajili ya maendeleo ya kijiji. Kila mwanamke na vijana waliokuwa wakimcheka walitoa macho na kushangaa kwamba ni yule Juma waliomfahamu siku zote. Basi walikosa pa kuangalia na sura zao ziliwashuka. Watu wanapata kushituka. Mwenyekiti wa kijiji alisoma jina lake kwenye kundi, Juma Enterprises Limited. Ghafla watu wote wakagundua kuwa Juma alikuwa maskini, lakini ndiye mmiliki wa biashara kubwa walizozisikia redioni na kwenye magazeti. Wale waliomcheka wakajuta, wakitafuta mahali pa kujificha. Funzo kubwa kwa kila mtu. Juma hakulipiza kisasi. Aliwajengea shule, hospitali na mradi wa maji safi. Aliwapa vijana ajira. Akasema, maisha ni safari. Msimdharau mtu yoyote kwa hali yake ya sasa, maana hujui kesho yake itakuwaje. Kutokana na siku hiyo, jina la Juma likawa hadithi ya mafanikio kote hapo kijijini, na wote waliambizana habari nzuri za Juma, na wengine kuona aibu kwa walivyomnyanyasa Juma walimpigia magoti na kuomba msamaha. Umejifunza nini kwenye hadithi hii? Kama wewe umejifunza kitu au umegundua kitu ambacho ungetamani kiwepo, weka like, weka comment, tusikie maoni yenu. Asante.